makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu lina tafsiri gani katika siasa za Tanzania? Ni jambo la kushtua, si jambo jepesi hivyo, ni jambo la kushtua. Kwa sababu ukiacha ile ya Jumbe ndio ndio hii itakuwa na kishindo chake vile vile. Si kidogo, sengine kishindo chake kitakuwa kikubwa kuliko cha Jumbe. Ndio. Kwa sababu Jumbe alikuwa na watu wa kumunga mkono. Mwalimu kamkalia kooni Dodoma pale anajibu peke yake. Lakini hii ya Nchimbi, wa Dr. Nchimbi, makamu wa rais, na hali ya siasa ambazo sasa hivi tunayo nchini hapa, ile si jambo dogo. Ndio. Kuna mtikisho kidogo. Ndio. Nje ya chama na ndani ya chama cha CCM. Na nadhani ndio maana na wenyewe wamekuwa kimya kidogo. Wanapima upepo unakwendaje. Na mpaka sasa kama ni kweli, si kama mmekaa bure. Serikali hailali bwana. Serikali inalala. Hailali. Sisi tukulala wako macho wafanya kazi bwana. Ndio maana tunalala kwa starehe kwa ajili ya wao. Hili itakuwa ni kishindo kikubwa. Na kama ni kishindo kikubwa, we ni mwanahistoria. Baada ya Abdul Jumbe kujiuzulu katika kipindi hicho cha miaka ya 82 huko, tukizungumzia muktadha wa kisiasa, kwa sasa hivi ukijaribu kuangalia baada ya tukio hili, siasa za Tanzania unazipa picha gani, unazionaje? Nachukulia kwa Franki, unaniuliza kuwa kuna tofauti gani ya miaka ile ya Jumbe na miaka hii? Hiyo tofauti kubwa ipo. Leo hapa nyumbani sasa hivi tuna matatizo mengi. Ndio. Ndio kwanza tumetoka katika balaa lile lilotukumba la uchaguzi. Hatujalimaliza. Rais Mama Samia Daktari kaweka tume ichunguze hii habari. Mpaka tujue nini, kwa nini tumefika hapa. Tuna kesi inatushughulisha karibu mwaka tayari sasa. Ndio. Ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Mughwai Lissu. Naam, yatuhangaisha. Sisi iko mahakamani. Maneno katika mitandao ya kijamii ndio nyinyi mnafanya kazi. Unaona wewe sasa hivi baada ya kupumzika unanipigia simu mimi kutaka kujua. Hali ndio hii. Ndio hii. Ni kuwa kuna mtikisho, huu ni mtikisho mkubwa. Ndio. Na sitaki kuingilia kusema yale yalikuwa ndani ya chama chenyewe cha CCM. Hilo wanaweza kusema wenyewe, ndio wanajijua wenyewe. Manake wakati mwingine wanasema kuwa wakati mwalimu alipokuwa katika kiti, bahari ilikuwa shwari. Ubisikia mtu yote anasema yeye tu. Uone kusema mbele mwalimu wewe. Nyinyi mko mjezaliwa bado wakati huo. Japo kidogo historia tumeipata. Mwalimu huwezi kusema mbele mwalimu. Huwezi. Anasema peke yake tu. Yote. Sasa lakini hatusemi kama mlaki ndio kwa mataifa yanakuwa. Ule ulikuwa labda ni uchanga wetu. Sasa tunakuwa. Demokrasia inapanuka zaidi. Leo ukipata rais hata mtu mwingine aseme ataonekana kesho, watu wote lakini waseme kwa adabu, sio? Sema kwa adabu. Kwa kile mheshimiwa hapa nisingekuwa hivi, na siku hizi manake mitandao hii bunge lenyewe liko mubashara, Ndio. Swali watu wote wanasikiliza. Unajua majua. Sasa hii ndio hali ambayo tuko nayo. Sasa ni kishindo. Naam. Kwa sasa Mzee Mohamed, ukijaribu kuangalia hivi karibuni kumekuwepo na mashinikizo mengi ya kimataifa. Katika mashinikizo hayo tofauti, huenda ndio sababu kubwa ya kumfanya mheshimiwa jiuzulu. Ni tabu kusema. Ni tabu kusema. Kwa sababu makamu gani wa rais atajiuzuru kwa sababu ya mambo yanayotokea nje ya serikali yake? Kama mikopo itakuwa migumu kupatikana, kuna njia nyingine watu watahangaika. Lakini tunao marafiki sisi ambao tukienda kwao watatukopesha tu, wala kuna shida. Tanzania bado Tanzania ina heshima yake katika siasa za dunia bado. Leo ukiungwa mkono na Tanzania unahisi wamekuunga watu ambao wanajua nini wanafanya. Sidhani kama hili ni sababu yenyewe.
Labda kama ukiniuliza wewe unadhania ni sababu gani? Hebu nijuze wewe unadhani ni sababu gani? Ngoja nikwambia. Unajua wazee wetu walipoungana 64 haikuwapitikia kwa siku Mzanzibari atachukua nchi hii atatawala. Haikuwapitikia. Sasa naweza kusema hii ni teething problems. Yaani mtoto anapoanza kuokota meno mara anapata homa, mara anaharisha, wanaita wazungu teething problem. Anaanza kuokota meno. Sasa sisi tunaanza kuona ule uwezekano kuwa haitokuwa muungano itatawala bara kwa kushika kitu cha urais, kuwa vile Wazanzibari kile kitu watakishika. Sasa tujifunze kuzoea kuwa na rais kutoka Zanzibar.